watu wengi katika maisha haya tumeingia katika kiwango ambacho nilisema sijui kama ilikuwa last Sunday Katuani, ya kwamba nilikutana na mtu kwa barabara na mzee huyu nikafikiria pengine wanaongea na mtu, lakini nilipokaribia nikakuta ya kwamba anajiongelesha. And he was busy akitupa mikono, nikaona kuna hesabu anapiga. Najua kwa kutupa mikono uko mbele, unaona hapo amefanya hesabu ya 2 3, anaunganisha mambo kwa mikono. Na ni kwa sababu pekee ya msongo wa mawazo, na huenda asielewe ya kwamba kuna watu ambao wanamtazama. Shida iliyoko sasa, kwa sababu ya zile vitu siku hizi tunaweka kwa masikio, hizo vitu tunaweka kwa masikio, hizo zinaitwa za simu. Unaweza fikiria hata mtu anaongea peke yake, kumbe anaongea na mtu mwingine huko. Sasa ako busy akitupa mikono na ukafikiria pengine mtu hayuko sawa. Kwa hivyo ni vizuri pia unaangalia pengine hapa na mtu kwa masikio na huenda ana-communicate. Na ni rahisi hata unaweza kukaa na mtu, unasikia mtu anaongea, unamuuliza ati anakwambia anafanya mkono hivi, anakwambia anaongea kutoka mbali. Kile ambacho nataka kusema ni kwamba kwa wale wanafanya hivyo kwa sababu ya msongo wa maisha, wamekosa nguvu za kuweza kuendelea na maisha. Na wapendwa, hakuna kitu kibaya kama kufikia wakati na unasikia ya kwamba umekosa tumaini. Haleluya. Na kwa hivyo tukawa tunasema ya kwamba ndani ya mwanadamu tuna nguvu nyingi sana, lakini zinahitaji kukorogwa ili ziweze kufanya kazi. Ndani ya mwanadamu, baada ya kuokoka na kupokea Roho wa Bwana, kuna nguvu ndani yetu, lakini zinahitaji kukorogwa ili tuweze kupata nguvu ya kupaa na kuingia katika maeneo ambayo tumetamani kuingia. Kwa hivyo mtu ukisikia ya kwamba amekosa nguvu, amekata tamaa, amekosa tumaini katika maisha haya, kile ambacho amekosa ni nguvu za kuendelea. Na ndio bila ya kwamba siku ya leo utapokea nguvu za kuweza kuendelea katika maisha haya, na kwa yule ambaye amekosa tumaini atapokea tumaini la kuona ya kwamba kuna haja ya kuishi mara tena. Haleluya. Kwa hivyo katika masomo ambayo tutaendelea kusoma siku ya leo, inatuonyesha ya kwamba tunaweza kupokea nguvu ambayo ilikuwa last Sunday part 1. We can activate that power ambayo iko ndani yetu kwa kufunga na kuomba. Through prayer and fasting tunaweza kuactivate nguvu iliyo ndani yetu na tuweze kuendelea katika maisha haya. Wapendwa, kitu ambacho unahitaji kuelewa ni kwamba msaada wetu uko katika Bwana, na tunaweza kupokea msaada wa Bwana kupitia maombi na kufunga. Na kwa hiyo tulikuwa tunaendelea zaidi na mambo ya kufunga. Hii sio mafundisho mazuri sana ya watu kuinuka na viti, kwa sababu watu wengi hatujaingia katika kiwango hiki. Na ningetaka uelewe ya kwamba mambo mengi ambayo tunapitia kama familia, mambo mengi tunapitia katika biashara, ukiona umeshindwa, ujue ya kwamba kuna nguvu fulani haujapokea. Every time unaona kuna vizuizi katika biashara, katika kazi, katika mambo ya familia, ujue ya kwamba kuna nguvu fulani ambazo umekosa. Naomba siku ya leo ni ya kwamba upokee nguvu, uweze kuondoa vizuizi
unaona ya kwamba the whole family kuna kiwango fulani hamwezi kupita. Ni kwa sababu kuna nguvu fulani ambazo tumekosa. Haleluya. Watu wanakuja kufungua hiyo mlango kidogo ndio tuweze kupata mawimbi. Ndio sababu hizi zinakatakata. Fungua mlango kidogo hizo antennas ziweze kuelekea upande huu. So as a family unaweza kukuta kwamba familia yenu mumeingia katika ulevi. The whole family. Hii ni kuonyesha kwamba kuna nguvu fulani za giza ambazo zimekalia familia yenu. Haleluya. Unaweza kukuta ya kwamba familia nzima imekaliwa na nguvu za umaskini. Wapendwa, kama haujafika mahali pa kusema enough is enough, hauwezi kuingia kwa mambo ya kuomba na kufunga. Na niseme ya kwamba kama utaingia katika kiwango kingine, lazima utajaribiwa kwa mambo ya chakula. Tulisoma maandiko ya kwamba baada ya Yesu kuingia kwa siku 40 za maombi na kufunga, alipomaliza Biblia inasema ya kwamba shetani akamtokea. Hii ni kumaanisha wakati ambapo unafika karibu na mwisho, ili uingie katika utukufu, utajaribiwa na chakula. Na kama hauwezi kushinda chakula, kuna mambo mengi ambayo hautashinda. Nilisema ya kwamba chakula kinatupatia nguvu za mwili, na kwa hivyo tunategemea chakula ili kuweza kuishi. When you surrender food, unamwambia Bwana ni wewe tegemeo langu. Haleluya. Kwa sababu hatuwezi kuendelea bila kula chakula. Na kwa hivyo when you forfeit food, you are telling God, mimi siangalii chakula, ninakutazamia wewe. Haleluya. Na kwa hivyo kama hauwezi kumtegemea Bwana, unategemea chakula, kuna kiwango katika ulimwengu wa kiroho hautaweza kufika. Haleluya. Sasa niulize tu, na sio kwa ubaya, watu wakati wamepata breakfast, hiyo hatuko. Kama ulipata tu breakfast ya asubuhi, na ukiangalia unaona tumepata breakfast ya asubuhi. Kwa nini? Ili tupate nguvu za kuendelea. For a very long time, and I cannot remember when, I don't take breakfast on Sunday. Na sio kwa leo, na sio jana, na sio juzi. For miaka ambayo sasa siwezi kukumbuka, I don't take breakfast on Sunday. Every other Sunday, sio leo. Every other Sunday. I was here a few minutes before 8. Na nasema miaka zaidi ya 10, I don't take breakfast on Sunday. Sio kwa sababu ya kitu fulani, hapana. Na sisemi ya kwamba usipate breakfast, hapana. Lakini nataka nikueleze hivi, ukiona ya kwamba uko sana kwa upande wa chakula, kuna maeneo hautaingia. Haleluya. Na kwa hiyo shetani alijua ya kwamba hata baada ya Yesu kuingia katika maombi na katika kufunga, atamjaribu kwa chakula. Kuna mambo mawili nataka uangalie, na ninajua kuna zaidi, lakini katika mambo haya na mengine ambayo unaweza kutafuta, ukishindwa na ukijaribiwa katika mambo haya mawili na ishindikane, hautaenda mahali, hautaenda mbali. Kuna kiwango utashindwa, na mambo haya mawili ni katika kufunga na kutoa. Asia nipa, unaonaje mambo haya? Na kutoa, ukiona mtu ambaye tayari ameingia katika ulimwengu, he is free katika kutoa, giving and especially money. Ukiona mtu ambaye amewekwa huru katika kutoa, huyu mtu ataenda mbali. Mungu alijua ya kwamba nitamfanya Ibrahimu kuwa baba wa mataifa, na kwa hiyo nitatembea pamoja na yeye na nitamjaribu katika mambo fulani ili niweze kuona upendo wangu na Ibrahimu. Akamjaribu katika mambo mengi,
ni rahisi kuondoka kwa watu wetu, lakini ndio ambariki na amfanye baba wa mataifa. Alijaribu katika kutoa kile ambacho alikuwa anapenda zaidi, na ndio hapa tunaona ya kwamba Ibrahimu anajaribiwa katika kumtoa mtoto wake wa pekee. It is in that Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya jambo hili kukubariki nitakubariki. Haleluya! Kwa sababu ya jambo gani? Jambo la kutoa. Namba 2 ni mambo ya chakula. Na kwa hivyo wakati tunapoongea kuhusu kufunga, siku hizi najua kuna watu wameongeza mambo ambayo pekee haiko katika neno. Ufunge mambo ya kuangalia mitandao, na ni vizuri. Ufunge mambo ya anasa na mambo ya media. Siku hizi nafikiri hata ukiingia kwa nyumba nyingi utakuta watu hawaongei. Kila mtu yuko kwa simu. And it is not easy kutokuwa katika mitandao. Huyu wako TikTok, huyu naye sijui ako Facebook, huyu naye sijui ako hapa. Kila mtu ako mahali. Na watu siku hizi wakikasirika ama wakitaka kuongea kitu, badala ya kuongea mtu kwa mtu ama uambie watu, enda tu kwa status, utajua watu wanaongea nini, wanafikiria nini. Status na hata zaidi huwa inapitia wakati mwingine. Ninasikia mtu amesema mambo tu baba. Nasikia mtu ameandika tu, utabeba mtu mpaka lini? Ukikuta status mtu ameweka, nilipigia mtu mmoja nikamwambia, sasa vile ninaona status zako wiki hii, ninahitaji kukuombea. Akaniambia bwana, kwanza hata siye nilikuwa naweka. Nikamwambia mimi nilienda kwa darasa la saikolojia miaka mingi. Na kwa hivyo wapendwa, usiseme unaweka. Mtu hunena kile kilicho ndani yake. Ukisikia mtu amesema nitakubeba mpaka lini, ujue kuna mtu amebebwa. Haleluya! Na nikamwambia ninataka sio mimi nimebeba, lakini kuna watu wanahitaji kushuka katika maisha yako. Kuna watu wamebeba sana, na nafikiri gharama ambayo walikuwa wamelipa nauli imeisha. Watu washike, ukiwashikisha utasikia mwili wako umekuwa light. Haleluya! Na kwa hiyo angalia sana, hata wewe baada ya kuweka kitu kwa status, rudia tu polepole, uangalie uone ni kitu gani ambacho unakomunicate, ujue kile ambacho unakomunicate kwa hiyo status ndio kile ambacho wewe unasikia. Na watu ni rahisi sana kukomunicate kwa status kuliko kukomunicate kwa mtu na mwingine. Haleluya! Hata asubuhi hii nimesoma moja mbili. Kwa nini? Kwa sababu ni katika mambo haya utajua kile ambacho watu wanapitia. Na wakati huu mkubwa wa uchumi, watu wanapitia mambo mengi sana. Wapendwa, kama unataka kuondoka katika maisha ya kawaida na kuingia katika maisha mengine, lazima uingie katika kufunga na kuomba. Haleluya! Na hii si ya watu wa kawaida. Na tuliambiwa hapa ni lazima tuanze kula nyama. Lazima tuanze kutafuna mifupa. Lazima tuingie kiwango ambacho hatujawahi kuingia. It is good to eat. Lakini kunafika mahali unaangalia familia yenu, unaangalia miaka, unaangalia mahali ulipo, unaangalia mahali ambapo nchi imefika, unasema enough is enough. Haleluya! Na kwa hivyo kitu kimoja ambacho kina activate power iliyo ndani yetu, it is go without food. It is going without food. Kumwambia Bwana, siku ya leo ninaitoa kwa ajili ya jambo fulani na nitawacha chakula. Hallelujah. I say hallelujah. And that's why Jesus said, this kind, there is always a kind in somebody's life. Kuna jambo fulani ambalo limekataa kuondoka, iwe ni umaskini, iwe ni magonjwa, iwe ni dhambi fulani. Unamwambia Bwana, sasa ninataka kuingia katika maombi, na kipindi cha maombi kiwe ni kirefu ili niweze kuondoka katika mambo haya. Hautapigana vita vya kawaida na kushinda maroho ambayo imekaa kwa miaka mingi. Hallelujah. I say hallelujah.
ili uweze kupigana katika ulimwengu wa kiroho na kushinda, ni lazima ukate kauli ya kufanya jambo lisilo la kawaida katika maisha yako. Atulisema ya kwamba you can start with one day fast kwa wiki moja tu. Tulisema ilikuwa ni last Sunday but na sijui ni wangapi ambao because nilisema kuna mafundisho ambayo haistahili tu usikie, unastahili pia kufanya kitu. Haleluya! Na kufanya kitu ni kujaribu. Kwa sababu wapendwa, ninajua kama haujawahi kufunga siku 5 bila kula, sitakwambia ingia kwa siku 5. Mtoto kwanza kutapaa pole. Na kuna mtu aliniambia watu wanaweza kufunga hivi, lakini kuna neema ukianza pole, unapata neema ya kufunga. Sasa siku moja kwa wiki unajitayarisha, unaanza pole kupunguza chakula, kupunguza mpaka ufike ile siku unasema Wednesday nitafunga kuanzia asubuhi. Nilisema 6 to 6. Jaribu tu 6 to 6. Umepata breakfast sasa. Ukipata breakfast kesho itakuwa 24 hours. Hiyo tu pekee yake. Ukijaribu kuanza kwa 6 to 6. Na nilimwambia ukitangaza, ukikosa chakula unaweza kuendelea. Lakini ukitangaza ni mfungo. By saa 9 kuona. Unafungua macho hivi kama huoni mbali. By saa 9. Na kama hakuna chakula ama uko kwa safari, unaweza kuendelea, lakini ukitaka kujua ya kwamba hii ni vita ya kiroho. By saa 9 unaona vitu unaona nyota saa 9. Na hiyo ni kumaanisha haujakula tu breakfast peke yake na lunch. Hiyo tu peke yake. Na tumbo kabisa unasikia haiko sawa. Ukikaa karibu unasikia tumbo inakuruma, na hiyo ni saa 5. Wapendwa, hatuwezi kuendelea kula na kushiba na mambo hiyo ni kawaida. Asema if you can do one day, anza tu asubuhi mpaka jioni, and then ukule jioni. Na haufanyi hii kwa sababu tu unataka kula. Unataka kuingia katika maisha ya kiroho na kushinda nguvu fulani ambazo hauwezi kushinda kwa maombi peke yake. Libanoni hatujaweza kuingia katika maombi vizuri. Anaona hatuwezi kushinda mambo mengi ya kiroho. Hallelujah. I have always said that there are mysteries in the kingdom. Kuna siri ambazo zimefichika katika neno. Hili neno kuna codes, kuna vitu vimefichika. Na unahitaji tuanze kwa ili uweze kuelewa nguvu zilizoko katika neno. Tunaweza kuanza na Ephesians chapter 3 and verse 10. Ephesians chapter 3 and verse 10. Mtume Paulo alitamani sana hii. Baada ya kutembea na Mungu na kuandika maandiko mengi kuliko kila mtume, alitamani sana nguvu. Na niliwaambia hata wanasiasa sasa, hakuna kitu kingine ambacho watu wanatamani. Watu wanataka power. Wapendwa, ukipata tu power, mambo hii kile yote inakwisha. Haleluya. Paulo anasema namna gani? Ephesians chapter 3 and verse 10. Ephesians chapter 3 and verse 10. Kuna kila mara natafuta hapo kuangalia kama tutapata that I may know him. Niangalie that scripture, that I may know him. That I may know him. Philippians 3:10, not Ephesians. Philippians 3:10. King James inasema that I may know him and the power of his resurrection. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. Hiki ni kitu ambacho Paulo alitamani ajue. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kutamani kumjua Kristo na nguvu, the
Wapendwa, tukiweza kuelewa nguvu hizo zilizofufua, ndizo nguvu ambazo zinafufua biashara na kazi, zinafanya vitu ambavyo vimeenda chini zikaweze kuinuka. Mtume Paulo alitamani sana amjue Kristo, lakini zaidi ya kumjua alitamani kujua nguvu zilizofufua, kwa sababu kuna nguvu zimefichika zilizofufua Kristo. Wapendwa, kuna nguvu ambazo zimefichika ambazo ukizijua zitaweza kuinua biashara yako na kazi yako. Kuna nguvu ambazo zimefichika, ukiweza kuzitambua utaingia katika ulimwengu mwingine. Kwa nini tumeshindwa? Tumekosa kutambua nguvu zinazoinua wanadamu na kuwaingiza katika majira mengine. That I may know him and the power that is him. Haleluya. Kwa hivyo hii ilikuwa ni siri, na Paulo alitamani sana kujua siri hiyo. Wapendwa, ukiona watu wamekupita katika jambo fulani, it is because there is a spirit ambayo wako nayo na wewe hauna that spirit. Iwe ni katika biashara, iwe ni katika huduma, iwe ni katika maisha ya asili, iwe ni katika maisha ya kiroho, it is because there is something they know that you do not know. In this life, we are lifted by light. That means we are lifted by what we know. Hallelujah. Katika maisha haya huwa tunainuliwa na kile ambacho tunajua, na kwa hivyo mtume akatamani sana namba 1 amjue Kristo, lakini tunaweza kumjua Kristo na bila kutambua nguvu zilizomfufua, kwa sababu hapo kuna kitu na kuna nguvu ambazo zimefichika. Haleluya. Niliwaambia juzi ya kwamba watu wanaweka nguvu nyingi sana ili kuingia katika maeneo yao, lakini katika mambo ya kiroho peke yake ambayo tunachukulia mzaha. Saa hii tunapoendelea kuombea nchi yetu, ndio wakati siasa zimeshika kasi, na kile kitu ambacho kinapendezwa kabisa na wanasiasa, watu wa opposition. Tulisikia mzee Mkongo akisema kile tunahitaji sasa ni power. Watu wa opposition wanahitaji power. Wanahitaji nini? Power. Kwa sababu wakiwa na power watafanya kitu katika ulimwengu wa asili. Sasa angalia siasa zinazoendelea katika constituency ya Ukarama, ujue ya kwamba kupata power ya asili sio kitu rahisi, na watu wako tayari hata karibu kufa, watu wako tayari kuchomewa magari yao, lakini wapate power. Ungeambia watu wa opposition sasa wawe ndio wamekaa, uwaambie siri, niwaambie ndio muweze kupata power, funga siku 3. Kuna watu hata wakiniambia funga kanisa hili na wewe funguo ukuje siku ya 3. They are ready to sacrifice everything ili waweze kupata power. Lakini kwa sababu sisi hatujaelewa, ndio sababu tunaona ya kwamba hata baada ya kufikia hatuwezi kutenda. Haleluya. Tuliwaachia mahali kwa wale walikuwa wanaandika, nikasema ya kwamba kuna vitu vichache ambavyo fast ilikuwa inafanya, na kitu kimoja ambacho kufunga kunaweza kukuletea ni kibali, favor. Fasting brings favor. Esther chapter 5 and verse 1 to 3. Esther chapter 5 verse 1 to 3. Andiko hili tulifunga nalo last Sunday but 1. Tunapata kibali baada ya kufunga. Alisema ya kwamba ukitaka kufunga bila kula chakula ni kwa siku 3. Without food, without drinks for 3 days. Kuna kufunga aina nyingi siku hizi watu wameongeza ambazo haziko katika maandiko, but you can see watu wanapata ufunuo tofauti. Kuna kufunga kwa siku 3, kuna kufunga kwa siku 7, kuna kufunga kwa siku 14 ambayo is not common. Ilifungwa na Mtume Paulo wakati ambapo alikuwa baharini, akawaambia watu msile na msile kwa siku 14.
wakiwa wanaelekea katika kisiwa cha Moria, wakafunga kwa siku 14. Namba 1, kile ambacho unapata baada ya kufunga ni kibali. Unapokea kibali. The Bible says on the 30th day of the fast. Kwa hiyo mfano mmoja ni kufunga kwa Esther na wana wa Israeli siku 3. Angalia, mama alikuwa kwa ikulu. Sasa nikuulize wewe, na kwa hakuna chakula ukiwa kwa ikulu utakuwa kama hauwezi kufunga saa hii. Na unajua ikulu, labda hutawahi kuona chakula. Kuna chakula hutawahi kuona. Buffet ikiandaliwa ni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Buffet. Kwa kama wewe una appetite, ukiingia ikulu hapa, siku itakuwa na karamu. Sasa asubuhi kuna nyama, asubuhi breakfast. Kumepaka mpaka mwisho. Asubuhi. Saa 4 chai tunaita saa 4 tena. Namna hiyo. Siku moja nilienda kwa mkutano Nakuru kwa hizo hoteli kubwa, tulikuwa na maaskofu, pastors, tulikuwa tumeenda conference ya NCCK. Sasa watu wametoka Meru, wametoka wapi, kila mahali, wengine wametoka Ukambani. Sasa tukafika jioni. Kwa hoteli ya Milele Center. Around 7 tukaambiwa sasa twende wakule chakula. Watu wako wanakona na wengine na sisi wafunga mpaka tai. Tulipofika kwa dining ni kama hivi hapo sasa. Ndio ujue kwamba chakula kina nguvu. Unakuta mtu kuona tu chakula anafungua tai. Hajaanza kuona tu chakula afungua tai ya kuja hapa. Ili kujitayarisha. Mwingine anatoa kabisa hiyo koti anaweka kando, abaki sasa na shati. Hii tai inasugua. Sasa tunaelezwa utaanza hapa. Kuna chakula ya kwanza. Sijui ya kutengeneza tu sasa ile chakula hiyo ya kutengeneza hiyo peke yake. Mlango iko pale. Na kuna yogurt ni free yogurt. Na umetoka mahali free yogurt iko hapo. Na hii yogurt ni vanilla, hii nayo ni strawberry. Wanasema mambo hapo. Kabla waseme hiyo mambo, class dance hapa. Wasema akina mama wameweka vipeti kali. Tunakula. Matunda imekaa kila mahali. Na hiyo tunakaa hapo wiki moja. Nilikuwa nasikia watu wanasema sasa hata mtu anatamani asubuhi kuje. Yaani hautamani kitu masomo ama nini. Unaangalia saa 6 ifike. Ile chakula kimeandaliwa mahali pale. Wapendwa hata wewe, hata kama wewe unasikia kabisa usirudi nyumbani. Naona usirudi kwa sababu ya chakula. Wacha saa 6 ifike. Nyama imechemshwa, hii iko fry. Hii sijui nini. Yaani wiki moja peke yake unakuta uso yako imeanza kulala na hiyo. Au wafurahi. Watu wanakula. Hata unasikia ile story unaleta kwa sababu na unakula meza iko hapa ili ataende. Sio hii unakula unachukua chakula chini. Unajua nyumbani tunakulia sasa nini? Coffee table. Tena coffee table. Unajua coffee table iko chini sana. Ukiwa kwa kiti kama hiyo unafanya kama sisi unachukua ugali halafu unachoka na unakula. Sasa ile wameweka meza vizuri, unaichukua tu kutoka hapa, ukiweka kwa mkono. Mungu afikishe mtu hapa katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu afikishe mtu hapa katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu chakula ni kizuri, lakini kuna mahali hata wakati ambapo chakula ni kizuri na haufungi kwa kukosa, unasema ya kwamba nitawacha chakula niweze kuweka muda huo kando kwa ajili ya kufunga ili niweze kuingia katika maombi nikutane na Mungu. Biblia inasema kwamba the 30th day turudishia andiko hilo. The 30th day. Turudisha andiko letu hapo Esther chapter 5 verse 1 to 3. Sasa huyu alikuwa kwa ikulu, lakini akawaambia wale ambao walikuwa nje, endeleeni kufunga. Nami nikiwa ndani ya ikulu, nami nitaendelea kufunga kwa siku ngapi? Kwa siku 3, ili nipate kibali mbele ya mfalme. Haleluya.
day, Esther put on her royal robes and entered the inner court of the palace, just across from the king's hall. The king was sitting on his royal throne, facing the entrance. Number 2. When he saw King Esther standing there in the inner court, he welcomed her and held out the gold scepter to her. So Esther approached and he touched the end of the scepter. Ndio uelewe kibali hapa ni kwamba haungeingia katika chumba cha mfalme kama hauna ruhusa. Haleluya. Na kwa sababu alikuwa amefunga, akasema nitaingia ndani ya chumba bila ruhusa. Kama itastahili kufa nife. Wapendwa, lazima ufike hapo. Na Esther hakuwa na shida. Familia yake haikuwa na shida. Walikuwa katika nyumba ya mfalme, lakini kwa ajili ya wana wa Israeli akasema nitafunga pamoja naye. Nitaingia katika chumba bila ruhusa. Kama inastahili mimi kufa nife. Wapendwa, lazima ufike mahali ambapo alikuwa amefika malkia huyu. Ya kwamba kama nitakufa nife, lakini nitaingia katika chumba cha mfalme. Huu ni mfano wa Mungu na watu wake. Haleluya. Ya kwamba tunaweza kufunga kwa siku 3 na baadaye tuingie mbele ya mfalme wa wafalme. Na alipoingia, Biblia inasema ya kwamba akapata kibali. Kwa nini tunasema akapata kibali? Kwa sababu badala ingawa alistahili kufa, mfalme akamwinulia fimbo yake. Hii kumaanisha kwamba umepata kibali, unaweza kusogea. Haleluya. Kwa sababu ya mfungo wa siku 3 akapata kibali mbele ya mfalme, na aliponyoshewa fimbo ile, na yeye akasogea akashika ncha ya fimbo ile. Hii kumaanisha kwamba umepata ruhusa, sasa unaweza kuendelea kunena. Haleluya. Biblia inasema ukiendelea kusoma katika verse 4 na kuendelea, Biblia inasema ya kwamba mfalme akamuuliza ni kitu gani ambacho unahitaji. Hii kumaanisha kwamba hata kabla haujaomba, Biblia inasema ya kwamba maombi yako yatajibiwa. Haleluya. Mfalme hakujua ni kwa nini Esther ameenda katika chumba hicho, lakini akamuuliza. Then the king asked her, what do you want, Queen Esther? Unaona, what is your request? Bado mfalme anaendelea. I will give it to you even if it is half of the kingdom. Mpaka sasa Queen Esther hajaongea. Ninaomba ya kwamba mtu hapa akapata kibali mbele za Bwana. Nasema mtu akapata kibali mbele za Bwana, ya kwamba utatokea mbele za Bwana, na kabla haujaomba atakuuliza fulani, ni kitu gani kimekuleta katika mfuko huu? Hata kana kwamba ni nusu ya ufalme wako itakupatia. Mfalme akamwambia Esther, alipata kibali. Akamuuliza unahitaji nini? Akaendelea kumwambia hata kama ni nusu ya ufalme nitakupa. Haleluya. And Esther replied, if it please the king, let the king and Haman come today to a banquet I have prepared for the king. Na ukiendelea kusoma utakuta ya kwamba mfalme alienda, kwa sababu umepata kibali through fasting. Kile ambacho tunapokea ni kibali mbele za Bwana. Wapendwa, hakuna kitu kizuri kama kupokea kibali mbele za wanadamu na mbele za Mungu. Haleluya. It is favor that opens doors. Haleluya. Ukipata kibali, milango inafunguka. Kibali ni kama manukato ambayo inavutia watu. Ukiingia kwa chumba na ndani, watu wanavutiwa na wewe. Na wanapovutiwa na wewe, watu ambao wako na vyeo wanaweza kukuuliza umetoka upande gani, na wakati unapoongea wanakuuliza ninaweza kuwa wa msaada. Haleluya. Ninaweza kuwa wa msaada. Watu wasio na kibali ni watu niliwaambia hapa, mchungaji mmoja aliniambia ati alifika town na Nairobi kwenda wasifu, akamnyoshia kidole. Alikuwa ameshika matatu pale Kenya. Atumio mwenda wazimu akaanza kumkimbiza. Yeye peke yake. Town ya Nairobi unajua watu wengi. Anamkimbiza akijificha na watu. Huyu mwenda wazimu
katika mji. Lakini ukipata kibali, hata kama haujui njia usimame, watu wanauliza are you stranded? Tunaweza kukusaidia. Sijui kama uliwahi kuwa hata tauni hii, mtu anakuambia ninaweza kukusaidia, na hata kama kuna gari anakuambia naweza kukufikisha mahali ambapo unaenda. Hata kama utasema hapana, hii inaonekana tayari unapata kibali mbele ya wanadamu. Haleluya! Umeingia kwa gari, unasikia mtu anasema ya kwamba umelipiwa, na ukitafuta mtu ambaye anakulipia wewe haujui. Uliza yule mtu umelipiwa tena, umelipiwa nini fare, hata kama ni ndaka. Haleluya! You can taste favor. Unaenda kwa hoteli, wewe unaendelea kula chakula chako, ukimaliza unaambiwa chakula chako kimelipwa. Chakula chako kimelipwa. Mara ya mwisho ilikuwa ni hii ambapo uliingia kwa hoteli, umekula chai na mandazi na imelipwa na mtu mwingine. Hiyo ndio tunaita kibali. You can taste whether you have favor. Haleluya! And through fasting, ukiona ya kwamba unakosa kibali, wakati unatafuta nyumba ya kazi, wakati unatafuta nyumba ya kukaa, wakati unaanza biashara, wakati unafanya mambo yako, ukiona kuna milango inafungika, umekosa kibali. Haleluya! Si mtu apokee kibali cha Bwana. Favor moves angels. Kibali kinafanya malaika, mbingu itumane. Haleluya! Mbingu inatumana kwa sababu umepata kibali, na kibali hicho kinaletwa na nini? Tumeona number 1, through fasting. Luke chapter 1 and verse 35. Luke chapter 1 and verse 35. Biblia inasema namna gani? In Luke chapter 1 and verse 35. What does the Bible say? The angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. Katika hili natafuta, you are highly favored. Rudi mstari ambao ni 33, 34 hapo. 33 of 34. Can you get 34? Don't be afraid, Mary, the angel told her, for you have found favor with God. When you find favor with God, anakutumia malaika. Na huyu si malaika wa kawaida. Huyu ni malaika Gabriel. In the whole history ukisoma katika Biblia, the angel Gabriel, an archangel, was sent only thrice in the whole Bible. Mara 3 pekee yake. Kwa watu ambao walipata kibali mbele za Bwana. Mungu aliwatuma in missions mara 3 pekee yake katika Biblia nzima. Hii kumaanisha kwamba wakati umefunga, ukipata kibali mbele za Bwana, mbingu inaweza kuachilia malaika. And even today, the angels are at work because they are ministers, they are messengers unto the saints. Hallelujah! I say hallelujah. Kwa hiyo wakati unaona ya kwamba Mungu ametuma malaika, ni kwa mtu ambaye amepata kibali mbele zake. Na hapo kwa malaika hivi, these are children, the angels that stand before God, wanaachiliwa. Enda uangalie biashara ya mtu huyu, enda uangalie ndoa ya mtu huyu, enda uangalie kazi ya mtu huyu. Wacha kuanzia sasa maisha yake yabadilike. Si mtu atuliwe malaika ambaye hubadilisha majina ya mtu anayoingiza katika majina mengine. Wapendwa, vitu havibadiliki tu. Ni wakati ambapo mkono wa Bwana uko juu ya mtu. Mambo isiyo ya kawaida inafanyika kwa mtu wa kawaida, kwa sababu mbingu imetumana, na inapotumana maisha ya mtu inabadilika. Hallelujah! I say hallelujah.
Sijui kama ulali mkana ukatamani kukutana na malaika. Najua sisi watu tunaishi tukiishi, lakini kuna wakati unakaa unatamani kukutana na malaika. Kuna wakati unakaa unatamani kukutana na nguvu za Bwana. Haleluya. Hakuna kitu kizuri kama ukikaa vile umekaa hivi unasikia machozi yanaanza kudondoka kwa sababu umetamani nguvu za Bwana. Umetamani zaidi ya mambo ya ulimwengu. Yaani kuna kitu ambacho hauelewi lakini unatamani kuingia katika ulimwengu mwingine. Tulikuwa katika maombi na nafikiri niliwahi kutoa ushuhuda huu hapo Utawala. Tulikuwa kwa maombi ya asubuhi. We used to go every day 5:30 in the morning. Tukaingia siku moja tukawa tunaomba. Na tukiwa katika maombi haya nikasikia nguvu za Mungu katika nyumba. Hiyo nyumba ilikuwa ya mabati, lakini nikasikia kuna kitu ambacho sio cha kawaida katika nyumba hiyo. It is like unatembea usiku na unasikia ni kana kwamba kuna mtu anatembea karibu na wewe. Sijui kama uliwahi kutoroka usiku, umesikia kabisa, hauoni mtu lakini unasikia ni kama kuna mtu hapa. Nikasikia kuna nguvu fulani. Nilikuwa vile huo unaona tunatembea hapa, kusonga kwenda hivi, rudi katikati. Nikasikia kuna nguvu fulani katika nyumba hiyo. Machozi ikaanza kutoka kama maji. Kwa nini nakumbuka this particular day? Baada ya miaka zaidi ya 5, ni kwa sababu iliniwacha na alama ya kwamba katika nyumba hii sikuwa peke yangu. Na ninatamani sana, I always again and again nikikumbuka siku hiyo, ninatamani siku nyingine kama hiyo. Haleluya. Usiombe tu kwa sababu ya unajua, tunapoingia katika maombi na katika kufunga tunaomba vitu vyetu. Wapendwa, vitu tunavyoomba ni vidogo sana. You can imagine you are praying for God open a door for 30,000. Na sisemi kwamba hiyo pesa ni kidogo wapendwa, but I can tell you that there is more in God. Wapendwa, kuna zaidi ya kile ambacho kwa tunatafuta na tunaomba katika Bwana. Na ukikutana na mbingu, nyumba yako na maisha yako itabadilika. Na wapendwa, sio katika imani, sio katika vitu, kwa sababu kuna watu walio na vitu na wanahitaji sana maombi na kufunga, lakini utaingia katika upeo mwingine. Hata wakati ambapo hauna, unasikia furaha kwa sababu unatembea katika upeo mwingine. Na ninatamani ya kwamba Mungu atawaachilia roho wa maombi, kuwe na wepesi wa kufunga, ili tuweze kushinda katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu kuna ulimwengu mwingine na sio ulimwengu huu. Wapendwa, hakuna chakula na kulipa nyumba na kununua gari. Kuna zaidi ya hayo katika Bwana. Na ninaomba ya kwamba Bwana atawaachilia neema ya kwamba watu watatamani kumjua zaidi, watatamani kuexperience His power and His presence, ili tunapotembea na tunaponena tukaweze kufanya zaidi ya ile ambayo inaweza kufanywa katika ulimwengu unaoonekana. Haleluya. Tulipokuwa tulisoma kuhusu watu ambao wakionekana mahali pamoja, mahali tofauti wakati mmoja. Na ukisoma katika Agano Jipya, ukisoma kuhusu Filipo, alipoondoka mara moja, Biblia inasema kwamba akachukuliwa katika roho. Hiyo kuchukuliwa katika roho kwa Kiingereza tunasema purification. Yaani niko hapa na mtu anakuambia pastor alituhubiria sana huko Kenya. Auza sabigani. Pastor alikuwa Kenya. Lakini kumbe nilikuwa na hubiri Kenya na nilikuwa na hubiri Kenya. Amesema tayari. Si mtu apokee neema kama hiyo. Nasema mtu apokee neema kama hiyo.
Wapendwa, hiyo sio mambo ya unajua nikipatikana nimehubiri Keno na nimehubiri hapa, watu watasema tu mara moja, sitamwambia Mombasa ametoka Mombasa. Watu kile ambacho wanakimbilia ni nguvu za kuzimu. Haleluya. Lakini watu hawajui kwamba by location ama kuonekana pia mahali hiyo nayo kwa ajili yake ya Kiingereza. Unaweza kuwa uko nyumbani na uko kanisani at the same time. Kuna watu watahitaji visa. Ukitaka kwenda Marekani, there is a way. Umejua siri. Unaingia California. Unakaa kwa dakika kidogo, ukitaka kurudi hapa, unarudi. Hizo ni nguvu ambazo watu nyakati hizo walikuwa nazo. Watu ambao walikuwa wanafungwa jela, unashikwa na unawekwa gerezani. Unafungwa na watu wamesimama. Unaimba praise moja. Mbingu zinafunguka na hauondoki kwa jela. Milango haikuwa milango hii. Ukitaka kujua milango ambayo ilikuwa nyakati zile, enda sehemu kama Mombasa, ukute milango futi 10 na kitu, milango ya mbao. Na upande wa nyuma wanaweka mbao nyingine ndani, ndio ile tunaita hivi kama wako kama hii sasa. Wanaweka mbao refu katikati hivi. Hata gari kisukuma haiwezi kuvunja mlango. Malango kama yale, through prayer and fasting, through high places, milango ilikuwa inafungua yenyewe. Hatujaingia kiwango hicho ambacho mitume walitembelea kwa sababu ya kufunga na kuomba. People ambao hawakutaka na hawakutamani usingizi. Zaidi ambacho kinatuletea shida for our youths, our ladies, ni kucha zile mrefu. Nakuta tu sasa mtu amekaa hivi. Ni nywele zile mrefu, ufanye shingo hivi. Sasa shingo ukifanya namna hii, nikuulize shingo kikatika, utafanya nini? Kile ambacho tunatamani ni kuonekana. Watu wanatamani wasionekane na umati. Watu wanatamani wajifiche, lakini watokee na nguvu za Bwana. Haleluya. Namba 2, tunapopata kibali through prayer and especially through fasting. Tunapopata kibali hicho kinafungua mbingu. Na tumeona kinapofungua mbingu kile ambacho kinafanyika. Namba 2, Exodus 12 verse 36. Kitu gani kinafanyika wakati tunapofunga? Tunapata what we call wealth transfer. Exodus chapter 12 and verse 36. Again, the Lord had made the Egyptians favorable, disposed toward the people, and they gave them what they asked. So they plundered the Egyptians. Kwa nini? Watu hao walipata kibali. Kibali kinafanya what we call wealth transfer. Tuko kwa ile ya kwanza ya kwamba unaweza kufunga ukapata kibali. Kibali hicho kinafanya nini? Kinafanya mbingu itume malaika. Namba 2, kinafanya what we call wealth transfer. Watu hao walipata kibali. Mbele ya wanadamu wakawauliza niwafanyie nini? And the Bible says they walichukua vitu vya watu wakaondoka navyo. Wapendwa, ukipata kibali watu watapeana vitu mikononi mwako. Haleluya. Niliwaambia hapa siku moja, nilikuwa naishi wiki miaka hiyo. Usiku nikapokea simu. Mtu akaniambia kwamba nimekosa usingizi. Nataka uende Kikuyu. Kuna gari yangu niliwaachia my brother. Nikuulize, mtu amewaachia brother yake gari, anataka kuondoka kwa brother yake, alipatie nini na sio brother yake? Hiyo ndio inaitwa kibali. Tukaenda na yule mchungaji anaitwa Mwangi hapa. Unajua nilikuwa nauliza kutakuta nini? Atokea. Yaani mtu amekwambia gari
na ni saa 7. Unaona kama ni masaa ingine utalala? Unaweza kulala hiyo masaa ingine. Hiyo masaa ingine yote ni mkesha. Kukiamka hivi nilikuwa naelekea kule. Nilipofika huko, ndugu yake nikamwambia, alikuwa amepokea habari, akakataa na funguo. Yule pastor mmoja akaniambia, kuna mahali hapa tunaweza kukata hizi waya tushikanishe. Huyo mchungaji alikuwa mbele kabla aokoke, alikuwa mtu mzuri. Sasa alipookoka bado hiyo mambo haikuisha sana. Nikaona anachukua hapo tu kwa sababu akatoa hiyo waya kashikanisha hivi. Gari ikarudi. Wako wakafuka mlango. Sasa ile kitu hapo ameelewa kwamba gari kiguruma, ukienda kidogo ukate hii stendi ya mbele kidogo haiwezi rudi. Kabla tutoke tu hapa stendi nikao, lakini gari la guruma. Nikamuuliza hii nani? Akaniambia hii lock nayo tutaipiga. Alipiga na machuma akafunga. Na ni kitu ya pesa mingi sana. Hiyo gari mpaka leo hiyo lock haikuwahi kurudishwa. Akaipiga na chuma. Hii yote ilikuwa ni tamaa ya kufikisha gari nyumbani, kwa sababu hatungeiacha. Akapiga akaondoa hiyo, tukasafiri mpaka nyumbani. Gari hii ilikuwa na miguu, taya zote zilikuwa zimeisha. Sasa tukiongea na mtu nikamwambia, hata nilipata kibali na nilipata gari, shida kidogo kwenye miguu. Kuongea klipu 20,000 kwa siku. Sema 20,000. Unajua mwezi sema kwa sababu sio wewe mtu, sema 20,000. Nikapigiwa 20,000 kwa siku. Ndani ya kidogo 20,000 ilikuwa pesa mingi. A lot of money. Kaida tukanunua miguu yote 4 ikawekwa. Haleluya. We were in a meeting in Eldoret. Gari yangu pale inaenda ikiwa hivyo. Tunaongea na askofu mmoja, nilimwambia hapa naitwa Bishop Kichuki. Mwambia kuhusu gari yangu ile kitu sasa vile unajua unapeana hadithi. Nikamwambia sasa hiyo gari iko sawa, miguu na mtu ananiambia imepata kirangi. Hakuelewa anasema nini. Akaniambia nipeleke ipakwe rangi. Najua huwezi kupigia Bwana Yesu makofi mazuri. Yaani nakuonyesha vile ambavyo mtu anaweza kupokea kibali. Nitamwita siku moja ambia, Bishop Kichuki akatoa pesa. Gari ikapakwa rangi. Gari imepewa, miguu imeisha, imenunuliwa, gari rangi mbaya imepakwa, hata mafuta watu wananiwekea. Nikapata kibali mbele ya watu. Si mtu apokee kibali hapa katika jina la Yesu Kristo. Nasema mtu apokee kibali in the name of Jesus. Unapopata kibali, kibali kinafungua milango. Kibali kinaleta amani katika maisha ya wanadamu. Wealth transfer. Kitu kingine ambacho tunaweza kufanya is that favor commands the allegiance of men. Unapata msaada wa watu wakubwa. Unapokea msaada wa watu ambao sio wa kawaida. Haleluya. Sijui kama uliwahi kupokea msaada kutoka kwa watu ambao sio wa kawaida. Hawa walipata msaada kutoka kwa watu wa kawaida. Pesa ziliwafuata, vitu viliwafuata, kwa sababu kuna watu ambao pesa zinawafuata. Najua wewe unafanya kazi pesa, lakini ukipata kibali pesa zinakufuata. Sisi kama ubai kuomba kwamba Bwana sinipe kibali, fedha zinafuata. Pesa zifanye nini? Zikufuata. Kama tukiwa hapa, unasikia mtu anauliza, pastor, tunaweza kuwa msaada kufanya nini? Ni kitu gani sasa unaona unahitaji? Hiyo ni watu ambao wanataka kukupatia pesa. Pesa zifanye nini? Zinakufuata. Wapendwa, kitu hapa. Lakini ukiona unafanya kazi sana na fedha ni kidogo, kuna kitu ambacho bado. Na hii itajengwa kwa mambo mawili.
Nilisema kuna mambo mengi. There is the issue of giving, there is an issue of fasting. Okay, kuna ingine unaweza kupata ni kama an issue of honor. Wewe unaheshimu watu. Nilisema kuna nyingi unaweza kutafuta, lakini kuna watu hawana heshima na watu, kwa sababu kuna watu wanasema si hata yeye ni mwanadamu. Every time you say that a man hata yeye ni mtu kama mimi, you lack understanding of how things work. People are not people. The Bible says that I have made you gods. And God has made his son to be king over others. Na Biblia inasema ya kwamba the heart of the king is directed by God. Unaona anasema the heart of a pastor. The heart of a pastor na yako unaweza wewe mwenyewe kupeleka. But Mungu mwenyewe anasema it is me who directs the heart of the man, of a king. Hallelujah. Na kwa hiyo there are mysteries, even wakati wa siasa, unaposikia watu wa kawaida, what we call commoners. Watu commoners ni watu wa kawaida, watu kama mimi na wewe, inapofika kuongea kuhusu mfano. Haleluya. Hata kama amefanya vibaya sana, na unasikia watu wa kawaida, there are people who are equals, but watu wa kawaida, unasikia mtu anaongea kuhusu mfano, ni kama kwamba ni mtu wa kawaida, hajaelewa the mysteries of the kingdom. Hallelujah. It is God who directs the hearts of kings. Na maisha yako na yangu iko mikononi mwa Wafalme. Kwa hivyo kile ambacho tunapokea ni kwamba tunapata nafasi ya kubarikiwa na watu ambao sio wa cheo chetu. Mtu anakuuliza, ninaweza kukusaidia namna gani? Na mtu huyu ni mtu mkubwa. Haleluya. Sijui kama mliwahi kukaa na mtu anakuambia kwamba utanipeleka mahali fulani. Na ukikubali anakupeleka. Sasa pengine mlikuwa hapa Githurai na anakuambia upeleke hapa Mount Kenya. It is different wakati ambapo mtu mkubwa amekwambia umpeleke mahali na ukienda hapa unaheshimiwa kwa sababu yake. Haleluya. I say haleluya. Kwa hivyo kibali ambacho wa watu wenye vyeo. Na tunaweza kusoma Mathayo chapter 17 verse 17. Sijui kama ni namba 4 ama ni namba gani. Another thing that we get when we fast is that we receive power to rule in the spirit realm. Matthew chapter 17 and verse 17. What we receive is power to rule in the spiritual realm. Because everything that happens in the physical world happens first in the spiritual world. Media Matthew chapter 17 and verse 17 to 20. Tulisoma kuhusu Iskari. Naweza kutuwekea Matthew 17 and verse 17 kama inawezekana. Kwa hivyo tunaendelea kusema namna gani? For you to activate this kind of power, you need to fast. For you to activate this kind of power, you need to fast. Na usingoje mpaka kanisa litangaze. Nisema August tutaanza siku zetu 21 za maombi na kumalizia siku zitakazobaki around 79 days za maombi hapa 5:30 or 6 to 7 in the morning, kama vile tulifanya last year Katuani, na imekuwa ni mtindo wetu siku 100 za kumwambia Bwana ni asante tunapokuja kumalizia mwaka. Kwa hivyo tutakuwa hapa asubuhi, kanisa litafunguliwa iwe wazi kwa watu wanataka kuomba, and then in the evening tutakuwa hapa 6 to 7 1 hour. Kwa hizo siku 21 usingoje, you can start now practicing prayer and fasting. Unaweza kuanza polepole kuingia katika mfumo. Najua kuna watu wako hapa na ninawaona, you have never fasted for even a day. Hata siku moja hajawahi. Na kuna wakati tunatangaza lakini kabla ifike, na kuna watu wanatangaza tunatangaza
unakumbuka chakula ikiwa nusu. Wakati wa ugali tayari unaikata nusu. Ndio unasema tuko fast. Tuko fast. Wale watu ambao wanaweza kusaidia watu kwa fasting sana ni akina mama. Unapika chakula unapatia watoto. Alafu mzee anaweza amka kwa siwalitangaza kuna fasting. Sasa umepika tu ya watoto. Sasa shida ni kwamba wakati wewe unaiba hapa, unaweza kuwa unasema unajaribu chumvi. Kujaribu chumvi tayari vijiko vingapi za kujaribu chumvi. Ndio unaambia mzee, this time mimi na wewe tuko fasting. Mimi na unajua kitu nimejificha. Mimi na wewe tuko fasting. Tuone vile tutasonga sasa. Watoto peke yao ndio wanapikia. Sasa ukiwa unapika vijiko 5 vya kuangalia chumvi. Unabaki mzee, anabaki kwa kiangalia chumvi. Najua baba hapana pesa mzee. Unamwambia mimi sijakula. Na akikuta umewacha kidogo, hiyo ilikuwa ni moja, hiyo ilikuwa ni chumvi. Chumvi umekula nyama 5, sijali wewe umeshiba. One time tulitangaziwa maombi ya 21 days. Nilikuwa na guru. Sasa nikajua watu hawali na nilikuwa nakaa kwa church. Hakuna shida kubwa kama kwa church. Nilikuwa nakaa kwa church. Sasa church iko hapa chini na kuna ofisi hapa. Nyumba ile nilikuwa nimepewa mmoja hapo kwa dakika 36. Alafu kuna siti kubwa ambayo watu wengine wanaweza kuja hapo na TV. Ndio ukiangalia church ndio hii. Ofisi ya mkubwa nayo iko hapo chini na hapa ni mlango ya kuingia kwa television kwa TV studio na nini. Sasa tumeendelea kwa hiyo mfungo ninalala hapa. Sasa hakuna mahali pa kwenda kula. Nataka uingie hii nyumba yako haina kitchen. Sasa tulikuwa tunapewa chai. Tumeenda karibu usiku hii 21, tumefika kama 10 na kitu karibu imebaki kama 3 hivi. Pasta moja tukiwa tunaongea akaniambia leo haujaletewa mboga. Sasa mboga gani? Tumekuwa tukitengeneza mboga. Tumekuwa tukitengeneza mboga. Hapa ni mboga na kichana. Hapana. Kuendelea nikajua hiyo. Kumbe ndio tunaenda maombi. Ninakuta watu vile wanavyokanyaga. Watu hivi wanatoa. Nikajua ni roho sina kama nini. Mimi tayari nilikuwa naanga. Lakini vile naona tukiomba watu wanaendelea. Hii nguvu si ya kawaida. Lakini sasa juzi nikawa najiuliza. Mimi karibu niage shirika moja. Nilikuwa nakuja kuchana. Na kwa sababu church ni kubwa, kuna wakati nilikuwa nafika usiku na jiuliza, sinikimbie town. Naona vile unachokora. Sasa usikimbie wewe peke yako. Mimi saa hiyo nilikuwa najiuliza, sinikimbie town. Ni jifiche mahali kwa hoteli. Ni kule kwa kitu alafu kimbie church. Kichwa inaingia. Alafu ninapiga hesabu. Hii church iko na watu kama 500. Nikiingia town, alafu niitishe chai, alafu na niitishe kama ugali, alafu msikie Asha anakwambia pasta Bwana asifiwe. Na niye anasafa. Unajua ananiangalia zile zile. Pasta Bwana asifiwe. Anataka kuniambia pasta nimeona na lakini sasa najua hata nikiingia kwa shida hii na possibility tunashirika hapa leo. Nasema sasa kama nikufa, wacha nikufe kwa hii kuomba. Haleluya. I say haleluya. Kwa hiyo unaweza kupokea neema ya kusoma ukiendelea kunywa chai peke yake. Na tukisema chai usikunywe tena dawa sasa. Najua tena tukisema chai hapa unaweza kwenda kwa kiwango cha chai peke yake. Dawa unaweza
na kikombe kile ukunywe jioni. Haleluya. Wangapi wanaona kama next month tutaingia katika mfuko pamoja? Inua tu mkono kama utajaribu kidogo. Sasa nataka wajitayarishe pamoja. Kwa wale ambao hawajawahi kufunga hizi siku 21, mwambie Bwana nipe neema, kwa sababu kuna mambo ambayo umepigana nayo sana na haijakuondokea. Ukitaka kuendelea kuishi maisha ya kawaida, endelea kula chakula kawaida na kuomba maombi kidogo. Tumeweka maombi hapa every morning only 1 hour. Yesu akawauliza wanafunzi, hamjaweza kukesha hata ni kumaanisha the minimum ya Mkristo inatakikana uombe 1 hour. Minimum 1 hour. Na wewe haufikishi hata siku mbili. I need 2 minutes. Umeombea mpaka kwa nyumba. Yaani unashinda utaombea nini nyingine? Kwa sababu naomba maombi yako jumla. Ati my brothers and sisters, ninaomba ya kwamba Bwana awabariki. Unaona umemaliza tayari hapa itamalizika seconds. Alafu ukishika nyumba yenu ni kama unaomba maombi ya Musa. Bwana sasa sishuke. Uangalie nyumba yetu kuanzia my father, my brothers unawafanya hivi. 1 2 3 unamalizana na wao. Ng'ombe na nini? Sasa ukifanya hivyo, by the time uko dakika hiyo, hakuna maombi ndio utafanya. Maombi yetu. Alafu Kenya unashika yote. Kenya na Mungu abariki Kenya hii na wewe mkono hivi. Unaona maombi kama utaona ikani. Hivi nataka upeleke pole. Chukua hiyo angalia. Waangalie kwa watu mmoja mmoja. Unaambia unajua Mungu. Unaona unasoma dakika kidogo na Mungu pia anatazama vile unamwambia muangalie. Unakaa kama dakika moja. Kwa vile unakimbiza. Sasa tunampeleka mbele za Bwana akiwa peke yake. Unaenda kwa huyo mwingine. Pole. Niwaambia. Mimi naendelea kuomba. This far kuna wakati nilikuwa nimeona dalili. Saa hizi tena wamerudi. Niwaambia hapa. Na ninaomba siku moja na wasipokuja nitawaleta kwa gari hapa. Niwaambie kujeni mbona mahali naishi tangu. Alafu wafike kama Friday, Sunday nitawaleta hapa. Bila kuambiwa utaanza tu maombi ya Mungu. Utaanza tu kuombea my brothers. Vile tu walivyo, ukiwaona tu physically, bila kujua kama wako na shida, unaendelea tu kuwaombea. Haleluya. Kuna watu wako hapa ambao wanaona brothers na sisters na unaona aibu kutembea na wao. Sitakwambia wewe mkono. Lakini mimi sina aibu. Ninajua hili ni shuhuda tosha. Ya kwamba kama hawa wako na hii. Na mimi ni mmoja wao. Kuna kazi ambayo Mungu amefanya. Na ni kazi